Lakini leo munkari umeenea kwa sababu hakuna tawasi bil haki. Hatuhusiani haki, hatuambiani maneno ya kweli, tuogopana kwa sababu ya masalihi ya kidunia. Heshima, yule mkwe wangu anamuona haya bwana, yule mfulani mimi namuona haya bwana, mtamwambiaje bwana? Yule bosi bwana mimi namuona haya bwana, yule tajiri namuona haya. Watu wakashindwa kuamrisha watu mambo mema au kuwakataza maovu kwa sababu wana vipato, wana mali, kwa sababu ni matajiri. Tukawaogopa kuamrisha mambo mema na tukawakataza mambo maovu. Tuogopana sisi. Bali mwingine anaweza kumuogopa mtu akamwona haya mtu asimwambie maneno ya kweli, na mtu huyu hana lolote kwake yeye, rafiki yake tu. Huu ni udhaifu wa hali ya juu. Na tukienda namna hii tumo ndani ya hasara anayosema Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq. Na wakahusiana kushikamana na haki. Hili jambo la kushikamana na haki na kuwahusia watu kushika haki si jambo dogo. Na ukilisimamia wewe kila wakati waamrisha hiki, kila wakati wakataza hiki, hili alifai, tuonekana huyu ni mkorofi na utapata udhia. Na ndio maana ya Luqman Abdullah Salih, mja wa Allah mwema, anamwambia kijana wake, ya bunayya aqimis salata, ewe kijana wangu, mwanangu, wewe simamisha swala, wa'mur bil ma'ruf, na amrisha mema, wanha 'anil munkar, na ukataze maovu, wasbir ala ma asabak, na uvumilie kwa yatakayokupata. Kwa sababu anajua kwamba mtu akisimama katika jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu atachukiwa na watu. Watu watakuchukia bila sababu yoyote, kwa sababu ajifanya mtu wa dini yeye. Kila kitu akifai, kila kitu akifai. Si kwa maana ataambiwa na makafiri, Mayahudi na Nasara, la, ataambiwa na Waislamu, kuonyesha kwamba sisi tuko mbali kabisa na imani ya kweli ya kuamrishana mema na kukatazana maovu. Kwa hiyo ndio maana utakuta nyumba ya Muislamu nyumbani kwake, nyumba kajenga mwenyewe au kainunua yeye mwenyewe kwa pesa zake au kairithi kutoka kwa baba yake, anaishi nyumbani kwake yeye na mke wake na watoto wake na watu wengine walio chini mamlaka yake. Watu wale wakawa wanafanya katika nyumba ile vile wanavyotaka yeye, katika wao wanataka maasi. Yule bwana hawezi kukemea maasi yale, pengine amuogopa mkewe. Hapa nikishazungumza tu hapa mama fulani atakuja juu. Haya, waache tu. Watu wanakwenda mbele. Kama ni ngoma zitalia katika nyumba za Waislamu kwa nguvu zote, ngoma zitadundwa, muziki itapigwa katika nyumba za Waislamu, tena si wao wenyewe wenye kusikiliza, bali watawaudhi mpaka majirani. Watu wanafahamu kwamba udhia wa majirani ni jambo lisilofaa. Kwanza hili ni haram. Hata kama ingekuwa ni Qur'ani ukiifungulia mpaka mwisho ikawa jirani yako anaudhika upata dhambi. Je, mziki ambao ndio samaa ya shetani, firimbi ya shetani, leo wasikilizisha Waislamu na kuwakera Waislamu, pengine binti yako, mke wako na wengineo nyumbani kwako, mtoto wako analifanya hilo, wewe waogopa kuwakataza. Huu ni udhaifu wa kiasi gani Waislamu? Tutakuwa tumetoka katika hasara? La. Au nyumbani kwako wafika pale wakuta mke wako na watoto wako wanaangalia musalsalati zile au filamu zile na michezo ile ya Ukristo, ya kueneza Ukristo katika jamii ya Waislamu, filamu za Nigeria, za Tanzania na nyinginezo, ambazo ukiangalia ndani yake ni mafundisho ya Ukristo 100%. Pasta aomba sije hivi, mara msalaba, mara kile. Msalaba ufuata nini nyumbani kwako wewe Muislamu? Kitu gani cha thamani unachokiona katika vitu vile vinavyokufurahisha wewe? Wafurahi msalaba? Wafurahi pasta iko nyumbani kwako aelimisha kupitia chombo cha habari ulichokinunua wewe mwenyewe kwa mikono yako? Huu ni udhaifu wa kiasi gani? Bali mwingine zakanunua huko akaletea, mke wangu leo kuna imetoka kibao kingine kipya kabisa, kizuri kabisa, akaleta nyumbani kwake akaweka, watoto wake wakaangalia pale. Una nini Muislamu wewe na udhaifu huo uliokuwa nao? Huu ni udhaifu wa hali ya juu. Kwa hiyo hatuhusiani haki, tuogopana, bali tuwaogopa mpaka watoto wetu, mabanati zetu wasipovaa Kiislamu pia tuwaogopa kuwaambia, kwa sababu mama zao pengine wanawalinda. Watoto wetu wa kiume wanafanya mambo maovu, mambo ya uzinifu na ulevi, bangi, mirungi na unga, lakini tushindwa kuwaambia. Mara asikia mtoto wa kiume kampa mimba kule, akipewa mimba binti yake atakuja juu, itakuwa twende huko tukamwozesha, mimi nitamshtaki.
lakini akisikia mtoto wake wa kiume katia mimba mahali asema hicho kidume hicho. Kidume hicho. Usirie tena bwana watoto watu hao utafungwa wewe. Huu ni upuzi. Kwa hiyo hizi ndio tabia tulizokuwa nazo sisi Waislamu na hatuambiani. Tuogopana. Nikimwambia yule bwana atakasirika kwa sababu ana hasira nyingi mno. Peleka mbele hasira zako huko. Watu waambiane maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ukweli wafikishiane kwa heshima na adabu. Tunaposema hivi haina maana unapomwambia mtu bila heshima na adabu. La, mwambie kwa heshima na utaratibu kwa kiasi vile alivyo. Ndugu yangu, wewe ni mkubwa wangu, wewe hivi, lakini mimi naona kitu tunavyokwenda wetu haya ni maisha ya kidunia, ni maisha ya mpito, iko siku tutarudi kwa Allah na mambo tunayofanya yatakwenda kuhesabiwa. Hili nalilifanya hili mimi sioni kama ni sawa sawa. Hebu tujaribu kuwatafuta wataalamu zaidi tuliangalie jambo hili. Pengine kwa usulubu kama huu au na mfano wake. Kwa hiyo watu watumie asalibu zilizokuwa nzuri katika watu waambiane, lakini tusinyamaziane. Kwa kuwa jambo hili ni zito na halipendwi na watu. Leo ukisikia ngoma mtaa wa pili mtu apiga mdundo pale, ukaenda kumkataza atakasirika. Pengine si yule ajifanya shehe hivi. Sasa waambiwa watawasau bisabri, na wakahusiana waumini wanakuwa na tabia ya kuhusiana subra. Ndugu yangu, endelea kufanya kazi hiyo, lakini kuwa na moyo wa subra. Mapeana ushauri na kupeana mioyo ya taslia na kuliwazana kwamba muendelee na kazi hiyo. Lakini kuna baadhi ya watu, wewe unapokuwa unaamrisha jambo jema na unakataza ovu, ukapata udhia, mwingine ndio anafurahi, au mwingine wakati huo ndio anatinga lawama kwa watu. Yule bwana yeye ajifanya kimbele mbele yule. Mimi namwambia kila siku yeye ajifanya shehe, ajifanya hivi kila kitu. Kwa sababu kuna watu wanaoishi maisha ajifanya wao neutral. Akienda kwa Galatia ni Mgalatia, akija kwa Uislamu ni Muislamu. Akienda kwa watu wa bangi mvuta bangi, akienda kwa makuli atakuwa kuli. Akikaa yeye ajifanya kila mahali anafiti. Aitanua kama pweza hivi. Kila mahali atakuingiza mikono yake. Haifai Uislamu wa sampulio. Huu Uislamu unakuwa na double face, double standard. Hakuna Uislamu wa sampulio. Onyesha uso wako sahihi wa Uislamu. Kila unapoingia uonekane kwamba huyu ni Muislamu, anathamini dini yake, anampenda mtume wake sallallahu alaihi wasallam na yuko tayari kufa kwa ajili ya dini yake na kwa ajili ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Si Uislamu wa kubabaisha mpaka hafahamiki huyu Muislamu kutoka hivi jamaa Muislamu kwa sababu huna athari yoyote ya kuonyesha kwamba wewe ni Muislamu wa kweli. Sasa hii sura ni nzito. Nimeizungumza katika sura ya mawaidha, lakini kama ni sura ya darsa basi maelezo yake ni marefu sana. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Na apa kwa wakati, kwa hakika wanadamu wote wamo ndani ya hasara isipokuwa wale walioamini ile imani ya kweli na wakatenda amali njema kama tulivyoelezea, na wakahusiana kushikamana na haki, na wakahusiana kusubiri na kufanya uvumilivu juu ya udhia wote. Kwa hiyo tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni miongoni mwa wale ambao wameamini na wakatenda amali njema na wakahusiana kushikamana na haki na wakahusiana kusubiri, na wala asijalie kuwa ni miongoni mwa wale waliopata hasara. Hasara ya akhira ni hasara mbaya sana, hasara ambayo haiwezi kufidiwa na kitu chochote. Nasallallahu al-afiyya was-salama. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Allah ameanza sura hii kwa kutoa kiapo. Hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameapa kwa kiumbe ambacho ni wakati. Tunapata faida katika kipengele hiki kwamba yeye Allah anaapa kwa anachokitaka katika viumbe vyake, na hilo halina tatizo. Allah anaapa kwa anachokitaka katika viumbe vyake. Akitaka ataapa kwa jua, akitaka ataapa kwa mwangaza wa jua, akitaka ataapa kwa mwezi au kwa mchana au kwa usiku na vinginevyo katika viumbe vyake. Pia Allah anaweza kuapa kwa wakati, kama wakati wa alfajiri, kama alivyosema walfajri, kadhalika na siku na nyusiku, akasema walayali na ashri, na masiku 10 ya mfungo 3.
kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na vitu vinginevyo. Almuhimu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye kwake yeye yafaa kuapa kwa chochote katika viumbe vyake, haina matatizo. Sisi wanadamu tukakatazwa tusiape isipokuwa kwa jina lake Allah subhanahu wa ta'ala au kwa sifa katika sifa zake. Hivyo ndivyo tulivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akakataza watu kuapa kwa majina ya baba zao au wazazi wao, baba na mama na wengineo. Hairuhusiwi. Hauruhusiwi Muislamu kuapa kwa kiumbe ukasema mama yangu, naapa kwa mama yangu, au naapa kwa baba yangu, naapa kwa masahafu ya Mtume, naapa kwa kadha. Tutakiwa tuape kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala au kwa sifa katika sifa zake. Unaweza kusema wallahi, watallahi, wallahi, wabillahi, watallahi. Hili halina tatizo na ni miongoni mwa viapo. Kadhalika unaweza kuapa ukasema wa rabbil Kaaba, na apa kwa Mola wa hii Kaaba, wa rabbi hadha albayt, na apa kwa Mola wa nyumba hii, na nyingine na vinginevyo. Lakini yote iwe inaonyesha kwamba wewe unaapa kwake yeye, ima kwa jina lake au kwa sifa zake. Hili ndilo ambalo tunatakiwa sisi. Ama kuapa kwa majina ya baba zetu au jamaa zetu au wengineo, jambo hili limekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anayefanya hivyo anapata madhambi. Sasa Allah yeye ameapa kwa wakati. Kwa hiyo yeye anafanya anachokitaka, na yeye ndiye muumbaji, na anaapa na anachokitaka. Hapa ameapa kwa wakati alioumba yeye. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala aape na wakati? Hii pia vile vile ni moja katika tambihi ambazo anapewa mwanadamu, kwamba innal hayata daqa'iqun wa thawani, daqatu qalbi almar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani, kama alivyosema mmoja katika washairi wa zama za sasa kule nchini Misri. Akasema mapigo ya moyo wa mwanadamu, daqatu qalbi almar'i, kule kugonga kwa moyo wa mwanadamu, qailatun lahu, mapigo yale yanamwambia mwanadamu tanabahi, innal hayata daqa'iqun wa thawani, maisha na uhai unakwenda kwa sekunde na dakika, au dakika na sekunde. Kwa hiyo maisha yako wewe yanakwenda ndani ya wakati uliopewa na umri uliopewa. Kwa hiyo tunapokuwa tunatajiwa wakati, tunatakiwa tutanabahi kwamba tumetajiwa umri wetu na maisha yetu, kwa sababu sisi tunaishi ndani ya huu wakati, ndani ya umri tuliopewa, na umri huu tutakwenda kuulizana nao kwa yale ambayo tumeyafanya ndani ya umri tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Atakwenda kuulizwa mwanadamu, hataondoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka aulizwe mambo mane. Hatothubutu kuondoa unyayo wake kwenda sehemu yoyote mpaka aulizwe mambo mane. Katika miongoni mwa mambo atakayoulizwa, ataulizwa an umrihi fima afnahu, na kuhusu umri wake ameumaliza katika jambo gani. Sasa cha msingi ni kuandaa jawabu kuhusiana na huu wakati tuliopewa ambao ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ambayo tutakwenda kulia, au watu baadhi yao watakwenda kulia na kulalamika, warudishwe duniani ili waje watende mema ambayo yaliwapita huko duniani. Allah subhanahu wa ta'ala atawajibu, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar